Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hizi ni mbilinge za UMISETA. Mchezo wa basket umewezwa kuchezwa katika uwanja huu, na hawa ni baadhi ya wachezaji kutoka Ngara Sekondari wameweza kutoa siri ya mafanikio iliyopelekea kushinda mchezo huu, wakikwambia kwamba ni mchezo ambao wamefanya mazoezi ya kutosha kabla ya mchezo huu. Kwa majina ndio Fadhili Pius Michael. Si yetu katika hii, mimi naona tumefanikiwa kwa sababu tunafanya mazoezi kila siku. Katika mchezo huu ni kwamba tuna wakocha wazoefu katika mchezo hii, na pia tuna viwanja ambavyo tunavitumia katika mashindano yetu. Pia tunao walimu ambao wanahamasisha mchezo katika mchezo huu. Tafsiri hii ni kwamba Chogo kama Chogo, yeye yupo hapa kama mshindani mwenzetu na mshiriki mwenzetu. Pia yeye ameshiriki katika mchezo huu kama mchezo mwenzetu. Tunaona katika mchezo wa basket mmeweza kuchukua ushindi. Nini siri yenu katika hili? Siri yetu katika mchezo wa basket, moja, tuna ushirikiano, tunafanya mazoezi kila siku, tunajituma. Pia kilichotusaidia, tunaheshima, mtu yote tunamheshimu. Lakini tunaona katika swala zima la michezo, Rukole ni miongoni mwa shule kubwa hasa katika swala zima la michezo. Ni mbinu gani umezitumia kuhakikisha wanafunzi hawa kutoka Rukole Sekondari mnaweza kuwashinda katika mchezo huu? Mbinu tunayotumia kwanza ni mazoezi, kujiamini, tuwe na confidence katika mchezo. Tusiwaogope, tuwapokee wanavyokuja, vyovyote vile. Tumekubali ushindani, tukashindana nao ndio kuweza kutupa confidence. Miongoni mwa wakazi au jamii hapa anasema kwamba huenda nyie mna uzoefu na uwanja huu, lakini pia kuna mbinu mbadala huenda mmetumia kuhakikisha kuwa mnawashinda wanafunzi hawa wa Rukole. Nini tafsiri yako juu ya hili, hasa kimichezo na burudani? Mbinu kubwa ni mazoezi. Kila siku tunajituma, tunafanya mazoezi, kila kitu hapa, kila kitu tunachoambiwa tunashirikiana na wakubwa wetu hapa tunacheza. Na hawa ni baadhi ya wanafunzi wa Rukole Sekondari ambao wamekubali kupokea kichapo dhidi ya wanafunzi kutoka Ngara Sekondari. Kwa majina naitwa Edmund Edward, mwanafunzi wa kidato cha 5. Hali ya mchezo kidogo ilikuwa sio kawaida, lakini tumepambana kadri ya uwezo wetu, tumejaribu kucheza. Japokuwa wametuwini kwa magoli 3, tumeweza kushindwa kwa mchezo huu. Kwanza ni kutokuwepo kwa mazoezi mara kwa mara, alafu kutokuelewana kwa wachezaji. Ni kuasi tu tuwekeze katika michezo, tuweze kufumua au kuvua vipaji vya wananchi au kwa nafasi ya kila mmoja wetu. Kwa majina naitwa Brian Musiga Processus, napatikana shule ya Rukole Secondary School iliyopo Ngara, mtaa K9. Tunashukuru sana Mungu kwa kuweza kutufikisha siku ya leo hapa katika pumzi na uhai. Lengo katika hiyo mchezo ni kuweza kuhamasisha vipaji na michezo tulionayo. Tunashukuru Mungu kwa yote tulioweza kufikia hapa. Natumaini huu mchezo tumeshinda salama, na inshallah Mungu atatujalia vyema na afya njema. Matokeo yalikuwa mazuri, ingawa sio mabaya sana. Yote tumeweza kufuzu. Sasa naweza nikasema katika huu mchezo sisi naweza kusema kuhamasisha sana kwenye vipaji vya wanafunzi ambao tunaweza kuendelea hapa. Lengo ni kutokata tamaa, na pengine tena ni kupambana na kumwomba Mungu ili tuweze kufanikiwa katika hii mechi hii. Na huyu ni mwalimu wa michezo ambaye alikuwa ni refari. Amewapongeza wanafunzi kutoka Ngara Seko kwa jambo ambalo wamelifanya, hasa wakitii nidhamu katika mchezo huu. Asante sana. Naitwa Axon Masanja, ni mwalimu wa kikapu mpira wa basketball Ngara, Tanzania. Ni swala kawaida, umeshasema Ngara Seko ni shule ambayo iko mjini, alafu viwanja vya basketball vinapatikana mjini.
Alafu kitu kingine, sisi ni walimu ambao tunafundisha watu wote, sio kwamba Lukole ni wabaya, lakini wamejitahidi. Tumeona mchezo wamefanya vizuri, na yeye miongoni mwa wachezaji wazuri ambao kama wanafanya kama Ngalaseko, lakini cha msingi ni kwamba nilikuwa napuliza kipenga, lakini nimeona wachezaji wengi sana mpaka Lukole. Ukiachilia mbali swala la michezo, mimi ni mtu kidogo naonekana nimezeeka, lakini sijazeeka. Kwa maana gani? Michezo ni kwa afya ya mwili na akili. Ninalofanya ni kwa ajili ya faida yangu mimi kiafya na faida ya watu wengine. Michezo ni kwa ajili ya mwili, afya, akili na kila kitu, kwa sababu hapana michezo hapana maisha, hapana maisha hapana michezo. Katika swala la michezo, mimi naamini katika kuimba. Mtoto anajifunza katika kucheza na kuimba zaidi ili kumjengea afya ya akili, kwa sababu hata tulipokuwa wadogo tunapoimba IOU tuliziimba na tukaziandika na leo tunazichora, nikiwa na maana ya kwamba bila michezo hapana elimu. Kwa hiyo kwa afya ya mwili na akili, michezo ni kila kitu. Michezo kwa afya, michezo kwa kila kitu, michezo kwa chakula, michezo kwa kila kitu. Nikiripoti kutoka viwanja hivi, mimi ni Ayubu Amos na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Asante.